Marekani ana kambi Qatar, Marekani ana kambi Saudi Arabia. Kwa hiyo yeye alichokifanya ni kuziharibu kwanza hizi za kawaida. Akishaziharibu hizi za kawaida, Marekani atasafisha silaha kutoka Marekani kuja Iran. Na kama akifanya hivyo, you know what's going to happen next. Na yeye atatumiwa. Ukitaka kujua kuwa hawa Iran sio watu sahihi wa kutafuta nao chokochoko, angalia kiongozi wao amefariki. Maelfu wakaenda msibani, alafu bado wengine wakaandamana kwenda kwenye balozi za Marekani kwenye nchi hizo hizo zinazowazunguka jirani, wakizifanyia uharibifu, wakivunja. This is the difference kati ya wewe unayepambana ili uishi na mwenzako anasema yani liwalo na liwe. The reason tuko tunasema kwamba si busara Marekani kutafuta ugomvi na Iran ni kwa sababu ya nature ya Wairani wenyewe. Wanaitwaga Waajemi. Waajemi ni watu wa kujitoa muhanga. Waajemi ni watu waliwalo na liwe. Waajemi wana umoja. These few days nilikuwa nimetulia na observe, maana mambo yanaenda kasi. Nyinyi wenyewe mta agree with me. Mambo yanaenda kasi. So first, kama umepitwa, kama rarara inakusumbua, ulikuwa hujaelewa nini kinaendelea, wakati yale mazungumzo yalikuwa yanaendelea, katikati ya mazungumzo, kabla hata mazungumzo hayajaisha, serikali ya the Orange Guy ikapiga bomu kwenye shule ya watoto wa kike walioko Iran, ambako inakadiriwa watoto 80 walipoteza maisha yao. Na hapo ndiko ambapo Iran ikasema sasa hatuwezi kukaa mezani na watu kama hawa. Yani bado tunajadiliana, wao wanatupiga mabomu. Kwa hiyo wala hawajakaa sawa, Marekani ikaendelea kushambulia Iran, na matokeo yake Iran ikaanza kurespond. Na Iran ilipo respond ikaanza kushambulia kambi zote za karibu za serikali ya Marekani zilizoko huko Middle East. Ndio maana unaona mashambulizi yamefika Dubai, yamefika Qatar. Yani Iran ikasema hivi, na kupiga wewe na au mashoga zako. Mashoga zako wote walotaka wewe uweke kambi za kijeshi huko, wote mimi ndo naanza kuwapiga. And nikaona baadhi ya watu mlikuwa hamjaelewa tafsiri halisi hasa ya Iran kufanya kitu kama hiki. The reason Iran ilikuwa ijaanza kumshambulia Marekani moja kwa moja nchini kwake, ila imeanza kupiga kambi zake za kijeshi. Iran haiwezi kujisumbua kwenda mpaka Marekani wakati mwenzake ana kambi za kijeshi jirani yake yeye. Kwa hiyo cha kwanza alichokifanya ni kumdestabilize Marekani kwa maeneo yake ya jirani. Kwa sababu Marekani ana kambi Qatar, Marekani ana kambi Saudi Arabia. Kwa hiyo yeye alichokifanya ni kuziharibu kwanza hizi za kawaida. Akishaziharibu hizi za kawaida, Marekani atasafisha silaha kutoka Marekani kuja Iran. Na kama akifanya hivyo, you know what's going to happen next. Na yeye atatumiwa. And at this point, sidhani hata kama Iran wanasubiria kitu kingine chochote. Yani wanasubiria wamalize kuteketeza hizi kambi za Marekani ambazo ziko karibu na wao, ili waanze kumshambulia kule. Waanze kumshambulia kule ndani. Na ukitaka kujua kuwa hawa Iran sio watu sahihi wa kutafuta nao chokochoko, angalia kiongozi wao amefariki. Maelfu wakaenda msibani, alafu bado wengine wakaandamana kwenda kwenye balozi za Marekani kwenye nchi hizo hizo zinazowazunguka jirani, wakizifanyia uharibifu, wakivunja. Yani as we speaking, Iran na nchi nyingine zote hizo za Kiarabu ambazo zinasupport Iran zimefanya maandamano kwenye balozi za Marekani ya nchi mbalimbali, wamevunja balozi, wamefanya uharibifu. This is the difference kati ya wewe unayepambana ili uishi na mwenzako anasema yani liwalo na liwe. The reason tuko tunasema kwamba si busara Marekani kutafuta ugomvi na Iran ni kwa sababu ya nature ya Wairani wenyewe. Wanaitwaga Waajemi. Waajemi ni watu wa kujitoa muhanga. Waajemi ni watu waliwalo na liwe. Waajemi wana umoja. Yani as much as wewe unaona diaspora wa Iran wako mtandaoni huku wanashangilia kiongozi yule kafa, wanasema sio alikuwa anaminywa, angalia yanayoipata Marekani wakati wanashughulikia kumpata kiongozi mwingine. Saizi wameweka mtu wa kukaimu nafasi ya yule kiongozi wao ambaye ameuliwa. Huko Donald Trump akajisifu kwamba eti Iran wamemuomba mazungumzo. Iran wamekanusha, wamesema hawatokuwa na muda wa kufanya mazungumzo na serikali ya Marekani tena. Ila wamesema watahakikisha wanalifanya hili jambo dunia nzima.
Yaani wamesema hizo kambi za kijeshi za Marekani zitashambuliwa dunia nzima. And that is why umemuona Ruto leo anaisi Iran iache mapigano kwa sababu ana kambi ya kijeshi ya Marekani. Ndio maana umemuona Ruto leo anaisi Iran iache kufanya hayo matukio anayofanya. Yaani kana kwamba vile Iran ndo alianzisha ili shengesha. Kwa hiyo hii ngoma inaenda kuwa ngumu sana. Inaenda kuwa ngumu sana. Kwa sababu ile issue ya mafuta ambayo niliwaambia juzi, Iran wameanza kuitekeleza jana. Jana kuna meli ilikuwa inakatiza. Kwa sababu vita tayari imeanza, meli ilikuwa njiani. Ikapita pale njia ya Hormuz, imelipuliwa. Jana hiyo Iran wamelipua ndege ya kivita ya Marekani ambayo ilikuwa inapeleka silaha za kivita huko Middle East. Wamelipua. Leo asubuhi Iran wamelipua matenki ya mafuta yanayopatikana Saudi Arabia. Tutaisoma namba. Maana sijui bei ya vitu itakuwaje. Baiskeli zitarudi mjini na soko lake lele. Alafu sasa kuna hawa watu, especially wale ambao mnachekelea huyo kiongozi wa Iran kuuliwa. Yaani mnachekelea nini? Manake nyie ndio watu ambao Tanzania inaweza kavamiwa na mkachekelea. Sasa naomba niwaulize nyie ambao mlikuwa mnachekelea, ni mnachekelea tena wengine mnanitag mimi mnaniambia eti bado Samia sijui this and that. Naomba niulize swali. Lile bomu lilopigwa, bomu la kwanza lilorushwa kwenye shule, limempiga kiongozi wa Iran lile? Au limeenda kuua watoto wa watu ambao hata hawajulikani ni wakina nani? Miongoni mwao what if kuna watoto wa hawa ambao walikuwa wanasupport serikali ya Marekani? Na mashambulio ambayo yameendelea Marekani ambayo yameyapiga kule. When are you guys going to learn kwamba vita haina macho? At this point naona kuuliwa kwa yule kiongozi wao ndo mambo tena kwa mabaya zaidi, kwa sababu Sun Tzu kwenye kitabu chake cha Art of War alikuwa anaelekeza, na hizi ni mbinu ambazo yeye mwenyewe alizitumia. And that is how sisi huwa tunajua hii vita nani atashinda nani atashindwa. Yaani kile kitabu hakijai kudanganya. Vitu vyote vimeandikwa mle. Ndio kikoga vivyo, kwa unaweza kukitafuta kwa muda wako. Kinaitwa Art of War, sanaa ya vita. Yes, vita ni sanaa. Sun Tzu anaelezea kwamba ni rahisi zaidi askari kukubali kufa kwa ajili ya kiongozi wao kama kiongozi wao naye ataonyesha yuko tayari kufa kwa ajili yao. So guess what? Ndicho ambacho Marekani wamekifanya. Wamemuua kiongozi, vita bado mbichi. Manake unaongeza moral na hasira ya maaskari kwa sababu right now wao wanajiona wanadeni kwa yule kiongozi wao ambaye katangulia. Wao unaanzishaje vita wananchi wako wapo kwenye hizo nchi? Eti airport zimeshalipuliwa ndo anawaambia wananchi wake warudi nchini kwao. Wanarudije sasa? Watapanda boti, watapanda nini yani? Kwa sababu airport zote lipu. Wanarudije? Maji yamefika shingoni kama ambavyo tulikuwa tukiwaambia hapa. Huu mziki wa Iran sio wenyewe. Na mkumbuke hawa ni watu ambao wamefiwa. Iran imeendeleza mashambulizi ya kasi ndani ya Israel pamoja na balozi za Marekani, na inaonekana kambi zote za Marekani zilifanikiwa kushambuliwa kwa sababu Marekani ilienda kuomba msaada kwa Uingereza, kwamba ikawaomba Uingereza iweze kutumia kambi zao za kijeshi kupambana na Iran, na Uingereza ikakubali na ikasema kwamba inaenda kusimama na Marekani kwenye vita hii. Lakini punde si punde, sijui nini kimetokea, jana hiyo Uingereza wakasema kwamba wao hawatoshiriki kwenye hiyo vita. Watampa tu msaada Marekani wa kutumia kambi zao. Yani Marekani anaruhusiwa kwenda kwenye zile kambi, akashika bunduki mwenyewe au akashika hizo silaha mwenyewe. Wao hawatohusika kwa lolote, hawawezi kumsaidia. Meanwhile, Saudi Arabia ambaye naye ni partner mkubwa sana wa Marekani, airport zake zililipuliwa. Zilipolipuliwa airport zake, Saudi Arabia akasema atajibu mashambulizi kwa Iran. Lakini inaonekana Saudi Arabia hiyo nguvu ya kupigana na Iran yeye mwenyewe hakuwa nayo. Alikuwa anatarajia msaada kutoka Marekani, na Marekani wamekataa kumpa huo msaada wa kivita wa kumsaidia kuipiga Iran kutokea Saudi Arabia. So guess what? Kufikia jana pia msemaji wa Saudi Arabia naye amesema kwamba wanajiona wamesalitiwa na Marekani. Marekani imewaingiza vitani alafu imewatelekeza. Sasa sijui Saudi Arabia itaenda kushirikiana na Iran au nayo itaanzisha ugomvi wake kivyake na Marekani. I don't know what's going on. Lakini pia kama umepitwa, Vladimir Putin, rais wa Russia, pamoja na Xi Jinping, rais wa China, nao wametoa matamko
wakisema kwamba kilichotendeka Iran ni kitu ambacho ni against binadamu na against sheria za kimataifa. Sasa nikurudishe tena kwenye sakata lenyewe kati ya mtumbali Iran na US. What's popping? What's going on? Bwana, unaambiwa kufikia jana, si nilikwambia kwamba wananchi ndio walikuwa wameanza kushambulia balozi za Marekani. Sasa kuanzia jana, kwa kuwa Iran wameshamaliza zile kambi za kijeshi, wameanza kupiga sasa makombora kwenye balozi za Marekani zilizopo huko. Na jana hiyo Donald Trump ametoa tamko likiwataka raia wa Marekani kokote walipo duniani ambao wapo kwenye nchi kadhaa, amezitaja, sijui kama nitazikumbuka zote, ametaja Misri, ametaja Bahrain, ametaja Israel, ametaja Afghanistan, ametaja Saudi Arabia. Amewaambia raia wake wa hizo nchi wote waondoke, warudi Marekani haraka. Lakini sasa cha ajabu, anawaambia wananchi waondoke wakati anajua fika airport zimeshapigwa mabomu. Hao watu wanasafiri kutoka wapi? Jinsi gani huyu rais anaonyesha hayuko serious na maslahi ya wananchi wake. Kabla hajaanzisha vita ya Iran, alihakikisha amechukua mafuta ya Venezuela, kwa sababu alikuwa anajua akienda kuanzisha vita na Iran, bei ya mafuta duniani itapanda. Hakutokuwa na uwezekano wa kusafirisha mafuta kutoka bara la Asia kwenda Marekani. Kwa hiyo akamuwai kule Nicolas Maduro Venezuela, ameenda kuchukua mafuta kule, ndo kaanzisha ugomvi. Lakini akawasahau wananchi wake. Wao unaanzishaje vita wananchi wako wapo kwenye hizo nchi? Eti airport zimeshalipuliwa, ndo anawaambia wananchi wake warudi nchini kwao. Wanarudije sasa? Watapanda boti, watapanda nini yani? Kwa sababu airport zote lipu. Wanarudije? Kwa hiyo mziki ni kama hivyo. Nitaendelea kuwapa updates hapa zinazotuhusu, ambazo zinaweza kutuathiri kwa namna yoyote ile. Ila sofa maji yamefika shingoni, kama ambavyo tulikuwa tukiwaambia hapa. Huu mziki wa Iran sio wenyewe. Na mkumbuke, hawa ni watu ambao wamefiwa.